Watanzania twaufurahia mwenge wetu wa uhuru. Lishe bora ni kula chakula kizuri kenye vitamini zote zinazotakiwa. Lishe bora ninavyoelewa mimi na kisha watu wangu na wanapata mlo wa kubadilisha hata kwa siku, hata kwa kila mlo mitatu kwa siku. Lishe bora ni mfumo wa chakula ambayo chenye virutubisho muhimu. Kwa mfano labda tunaongelea upate chakula milo mitatu ambayo unapata virutubisho, matunda, mboga za majani, hivyo Nahakikisha familia yangu inapata lishe bora kwa kupata vyakula vyote vinavyotakiwa, vinavyotia joto mwilini, vinavyotia protini, mafuta mwilini, hivyo. Kwa watoto wangu, ni wapate asubuhi wapate kifungua kinywa, wapate chakula cha mchana, aidha wapate labda ugali na mboga yoyote ambayo labda inaweza kuwa na mboga za majani au nini. Chakula cha usiku kwa wakati. Lishe bora ni nini? Ni hali ya kupata chakula kwa kiwango kinachofaa kutoka katika makundi 6 ya vyakula. Na kwa kutaja haraka makundi ya 6 ya vyakula tumekuwa tukizungumzia mara kwa mara. Kwanza ni vyakula vya asili ya nyama. Lakini kundi la pili vyakula vya jamii ya kunde, kundi la 3 vyakula vya nafaka, mizizi pamoja na viazi. Kundi la 4 mboga, kundi la 5 matunda, na kundi la 6 ni vyakula vyenye asili ya mafuta ya wanyama pamoja na mimea ambayo ni salama kwa afya. Bila kusahau unywaji wa maji kwa kiwango ambacho kinafaa na shughuli ambazo zinaushughulisha mwili. Maanisha kama ni kutembea, kukimbia au shughuli nyingine yote ambayo inafanya mtu huyo aweze kutoka jasho. Na hiyo itamsaidia kuepukana na magonjwa mbalimbali yasiyo kuambukiza. Ningependa kutaja sahani ya mfano katika kaya ya kawaida kabisa ya Kitanzania. Tuseme chakula ambacho kinapendelewa sana kwa upande wa Singida ni ugali. Kwa familia inaweza ikawa imeandaa ugali. Kwa pembeni kuna maharage. Tayari hilo ni kundi la pili. Kwa pembeni kuna mboga za majani. Iwe ni za kawaida au za asili. Tayari hilo ni kundi la 3. Kwa pembeni kuna matunda. Iwe ni ya kawaida au ni asili. Tayari hilo ni kundi la 4. Lakini kwa pembeni ukawa na chakula aina ya asili ya wanyama chochote. Inaweza ikawa samaki, nyama, dagaa, mayai au maziwa. Na ukiangalia ni jamii ambayo inahusisha ufugaji wa kuku pamoja na ng'ombe. Kwa hiyo maziwa na dagaa au samaki ni vitu ambavyo vinapatikana. Kwa hiyo tayari hapo ni makundi 5. Lakini kundi la 6 ambalo nilisema ni mafuta yanatumika kwenye kupika hicho chakula. Zile mboga za majani zinahitaji kupikwa na mafuta. Kwa kuzingatia vyakula vinavyopatikana, kila mtu anaweza kupata lishe bora. Mwenge wetu wa uhuru uliotutoa sisi utumwani.